I lived with Dorothy. Aliyekuwa OCS wa kituo cha polisi cha Central hapa Nairobi, Samson Talam, Constable James Mukhwana na washukiwa wengine 4 kwenye kesi ya mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang wataendelea kuzuiwa rumande baada ya mahakama kuu ya Kibra kuwanyima dhamana. Kwenye uamuzi wake, Jaji Diana Kavedza alitaja hatari ya kuingiliwa kwa mashahidi pamoja na maslahi ya umma kuwa sababu za msingi za kuwaweka rumande 6 hao. Kwingineko, ripoti ya matibabu iliyowasilishwa mahakamani inaonyesha mshukiwa wa mauaji ya wagonjwa 2 ndani ya wadi katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta, Kennedy Kalombotole, yuko sawa kiakili kujibu mashtaka ya mauaji. Lakini mawakili wake kwa upande mwingine wanaipinga ripoti hiyo. Mwanahabari Catherine Imurage anaarifu zaidi. Huku akitoa uamuzi kuhusu hatma ya aliyekuwa OCS wa kituo cha polisi cha Central Samson Talam, Constable James Mukhwana na washukiwa wengine 4 kuhusu kuachiliwa kwa dhamana au la, Jaji Diana Kavedza aliangazia masuala kadhaa kuhusu Talam, Mukhwana na Peter Kimani, ambao ni maafisa wa polisi walio na mamlaka na ushawishi. Arrest Eliud Lagat. Arrest the main suspect in this case. Without the main suspect being arrested, Kenyans will not get justice in this case. Upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali Victor Owiti ulidai kuwa kuachiliwa kwa washtakiwa kunaweza kudhoofisha usalama wa umma na kutatiza uchunguzi, ikiwa ni pamoja na madai ya kuvuruga ushahidi katika kituo cha polisi cha Central. 6 hao wameshtakiwa kwa mauaji ya mwalimu na mwanablog Albert Ojwang aliyefariki Juni 8 akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Central. Kesi hiyo itatajwa Novemba 17 kwa maelezo kabla ya kusikilizwa. Can I hear what the state has to say? Tukiwa bado katika mahakama kuu ya Kibera, katika kesi ya mshukiwa Kennedy Kalombotole, mshukiwa mkuu wa mauaji ya wagonjwa 2 katika hospitali ya kitaifa Kenyatta, imekosa kuendelea tena baada ya mawakili wake kupinga ripoti ya uchunguzi wa kiakili iliyoonyesha kuwa anafaa kushtakiwa. Mahakama ilisema itatoa uamuzi iwapo Kalombotole atafanyiwa uchunguzi mwingine wa kiakili. Uamuzi huo utatolewa Oktoba 22. You are contesting that he is not fit. Yes. Contesting that the format of the report. The report. You want a detail. You want a detailed okay. Mental assessment. Yes. Na hatimaye mahakama ya Milimani imeamuru kuzuiliwa kwa maafisa 6 wa polisi waliokamatwa kwa madai ya ulanguzi wa bunduki na risasi haramu kaunti ya Turkana kwa siku 10. Hakimu wa Milimani Lucas Onyina aliagiza maafisa hao wazuiliwe katika vituo vya polisi vya Capitol Hill ili kuruhusu makachero wa DCI kukamilisha uchunguzi kuhusu kisa hicho. I therefore find merit in the application, and each of the respondents herein shall therefore be held in police custody at Capitol Hill Police Station as sought for a period of 10 days from today's date, and the matter be mentioned on Thursday, 9th October 2025. Catherine Imurage, KTN. Mkusanyiko wa taarifa hizo kutoka katika mahakama hapa nchini Kenya ndio inatukamilishia taarifa za KTN leo jioni hii. Ungana na wenzangu ambao watakuwa mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kiingereza, Ashley pamoja na Jesse ambao watakuletea taarifa zaidi kwa lugha ya Kiingereza. Mimi naitwa Ali Manzu, endelea kutazama. Kwaheri.